Humu ndani hana nafasi ya kazi wala mna kazi yote ambayo inakustahili wewe. Kuna watu wengi tu ambao wanakaa bure, hawana chochote wanachokifanya. Watafanya kazi. Eti kwani huyu anakaa hapa anafanya nini? Si bora afanye awe anafanya kazi kidogo, at least alipia ugali na ukula bure. Ndoa ya pili kisa ugumbaje? Nitaweza kweli? Kwa unataka mimi nifanyie? Wakati mwenyewe umekuja umenyamaza, uzungumzi chochote. Haya, unataka nizungumze nini kwenye mazungumzo ambayo hujayazungumza? Nimekuja maskani kwako pale. Wewe nilikwambia nini kuhusu maskani kwangu? Nilikwambia nini kuhusu maskani? Nazungumza na wewe, nilikwambia nini kuhusu maskani kwangu? Kwa nini unashindwa kuwa na mipaka? Sasa kama unashindwa kunisikiliza mimi mwanaume wako, nani unatega sikio kumsikiliza? Nazungumza na wewe. Kuna vitu kibao vinanichanganya. Sitaki na wewe sababu ya kunichanganya. Kwa sababu mimi kuchanganya naweza. Kukuchanganya naweza. Sitaki nifanye hiko kitu. Walikujibu nini? Walinitolea maneno ya kashfa na ukudharau wewe. Nataka nijue hayo maneno ya dharau ni maneno gani? Na wewe nilikwambia usifike pale. Wewe hujui hapo kunipata? Mpaka unaenda maskani kwangu. Mimi naogopa kukuambia kwa sababu mengine sio mazuri. Ndio nataka nijue umefanywa nini? Yule mwingine akaja akanishika kalio. Nani kaushika? Yule mfupi. Manyanyaso ya mapenzi. Pasari naye hamtaki shemeji kwenye nyumba yake. Tatizo nini je? Manyakenda atatoa siri au atavumilia siri tini? Na mke watagundulika au penzi Nyie mwacheni apite. Shikamoo kamadamu. Marahaba, karibu. Kamadamu, mimi nilikuwa naomba kazi. Kazi? Wakati unakuja pale getini kuna sehemu unaona tumebandika kwamba tunahitaji kufanya kazi? Au kuna mtu ulimuulizia akakwambia hapa kuna nafasi za kazi? Humu ndani hana nafasi ya kazi wala mna kazi yote ambayo inakustahili wewe. Kuna watu wengi tu ambao wanakaa bure, hawana chochote wanachokifanya. Watafanya kazi. Eti kwani huyu anakaa hapa anafanya nini? Si bora afanye awe anafanya kazi kidogo, at least alipia ugali na ukula bure. Wewe nafasi ya kazi hamna. Unaweza kaenda. Hivyo mwanaume unanibipwa Sasa mimi nitakupigia. Ina maana dadangu ndio mfanyakazi wako huko ndani? Ndio unataka kumaanisha hivyo eti? Wewe mwanamke, mbona unapenda sana ligi? Yaani mtu akiongea lazima tu uweke neno. Kwani huwezi kunyamaza kimya ukaeleweka umenyamaza kimya? Kwani huyu anafanya nini huyu? Anakaa bure hapa, anakula bure, analala bure, anacheza bure, anazunguka tu tangia asubuhi analala, anaamka, hakuna anachokifanya hata kimoja. Inabidi afanye kazi. Huyu anataka uwe mtu nini? Unamlipa mshahara huyu kazi gani wakati huyu yupo? Hebu acha bwana mama. Sasa wewe ndio unataka ligi. Kwa nini unataka kumzaulisha dada yangu mbele hapa na zako mbili hapa? Nao waone kabisa unamtukana dada yangu mbele yangu kweli? Hivyo ndio mbona unataka makelele kila muda? Sasa si unataka fujo na unataka kila mtu ana mamlaka. Dada unapata kazi. Kweli kamada? Unapata kazi na unaanza kazi leo rasmi kabisa, unapata kazi huko ndani. Asante kamadamu. Asante kamadamu. Twende ndani.
Naba. Wewe Naba. Yes boss. Hivi wewe unafahamu majukumu yako? Unatambua unapaswa kufanya nini humu ndani? Ndio. Una uhakika? Ndio. Ni nani umemruhusu aingie humu ndani? Aliniomba sana boss, aliniomba sana. Hebu acha ujinga wewe. Amekulalamikia ndo nini? Kwa kila anayekuja kulalamika unamruhusu aingie? Kulikuwa na haja gani ya kuweka getini pale? Si tungefungua geti tuache wazi, turuhusu pale watu, mtu yoyote anayelalamika, anataka kazi, anataka nini aingie. Tungeacha basi wewe kama kituo cha tutatima sasa. Mbona unafanya mambo ya kipumbavu wewe? Nisamee boss, sirudi tena. Hebu toka. Pasari naye hamtaki shemeji kwenye nyumba yake. Tatizo nini je? Manyakenda atatoa siri au atavumilia siri tini? Wewe subiri kwanza, subiri. Sigeti. Nini? Usiguse geti, utapigwa shoti. Kuna shoti hapa. Haya, unakwenda wapi sasa hivi? Kikulu na njia kila dakika fururu. Unaenda wapi? Wewe unaniuliza kama nani? Mimi kama nani? Mimi kama mlinzi wa humu ndani. Yaani mimi ndo natakiwa nijue ratiba ya mtu kuingia na kutoka. Yaani unapotoka unipe ratiba mimi taarifa kwamba naenda kufanya kitu fulani, naenda kununua vocha ya jelo. Nijue. Naenda kununua maji ya jelo, najua mimi, yaani nijue. Unaenda kununua chupi, mimi nijue. Wewe unatoka kienyeji unafikiri hapa kuna mlinzi na mpia unaenda kufanya nini? Basi twende tuongozane. Au basi njoo kwanza nikwambie kitu. Umenitia cha maana? Sokea, hii jamani wewe naye. Kuonyeshe. Umenichanganya. Yaani kumbe yani kazuri hivi na usemi. Kwa nini usiniambie sasa? Yaani wewe mzuri hivi na usemi, yani upo tu ndani umetulia. Hii jamani. Ndio ulichonitia hicho? Kiukweli tu useme wewe mwanamke ni mzuri. Haya, unakwenda kufanya nini huko nje? Hebu subiri. Wewe kazi yako ni ya kukaa hapa kulinda au kuuliza watu wanaenda wapi? Mimi nimekuuliza tu kwa sababu huo mtaa mimi naujua. Ndio maana nikakuita nikuulize tu. Kama vipi mimi hata nikupeleke au mimi unitume. Mtoto mzuri kama hivyo unaanza kuhangaika nje kweli na weupe huu. Hii jamani, yani wewe mfano tu mimi umenikubalia nimekupata sasa. Shinyanga waongei. Sikiliza. Yaani moyo wangu hapo unadunda. Unaenda mbio, yani unadunda tu. Baada ya kukuona tu yani kama mingome inavyodunda nataka kupasuka. Yaani hicho tu ndio ulichonitia mimi hapa. Ni mambo mengi nimetiitia. Sasa si uongee haraka niondoke. Ukweli dada yangu mimi ukweli tu nikwambie mimi nimetokea kukutondokea limoyo langu yani. Koja nikwambie sasa. Unaona? Malitini yuko na mke wako humu ndani. Hata mezani pale wanafokula wanakula hao wawili. Mimi mta wote nimekanda hapa getini, chua langu, mvua yangu. Mimi na geti na mimi. Wewe nao unakanda mle ndani kwenye likitanda. Sasa mimi nikakaa nikawaza. Unaionaje hii kama tukianzisha na sisi kiurafiki? Mimi na wewe. Malitini na mke wake. Geti nalitelekeza. Wewe na kitanda nakitelekeza. Tunakuwa tunakutana pale nyuma ya gari. Tunakaa na kubusu. Umeionaje? Hivi wewe ni mzima kweli wewe? Mimi siwezi nikaa na wewe. Utanipa nini sasa? Wewe unataka upewe nini? Unataka unipe nini? Kwani wewe unajua na watu wanapewa nini? Mzigo ninao. Mzigo tu wa kukupa ninao. So mzigo hivi wewe ukiniangalia wewe na mimi tunaendana? Hatuendani, hatuwezi kuendana. Wewe ni wa kike, mimi ni wa kiume. Tunaendanaje? Inaingilianaje? Mimi wa kiume. Hatuwezi kuendana. Yaani mimi naweza nikatoka na mtu kama wewe kinyago. Tena mlezi unategemea upewe hela hapa?
sijui K50. Ai, yuko K50 utanipa mimi shilingi ngapi? Wewe, mimi silipi 50. Nalipo hela nyingi, tena mingi, mi hela ya kutosha. Mimi siwezi nikakaa hapa nikalipo K50. Wewe unanionaje mimi? Mimi kama mimi nilipo 50. Yaani wewe sema tu nikubalie cha kufanya hapa, mimi mshahara wangu hata kuupokea nisio na upokea, unapitia moja kwa moja kwako. Ni shilingi ngapi kwamba mimi nisijue mshahara wako wewe? Hebu kwanza niangalie. Mimi na wewe tunaweza tukaendana. Niangalie kwanza vizuri, niangalie juu mpaka chini. Ngoja bosi wako aje na mwambie. Kwa unakuja kumwambia mimi nimekutongoza? Ndio namwambia, kwa nini unitongoze? Unaona sasa wewe. Yaani nyinyi wanawake hamna hili. Ndio maana mimi nasema, watu wanasema kabisa, mwanamke hana kapa. Mimi ila hapa, mangapi mimi nimekufichia kwako? Yaani mimi kukutongoza tu uje umwambie Malitini nikose kazi. Yaani kukuambia tu nakupenda ni dhambi. Mbona mimi nilikukuta na Malitini juzi hapa amekupakatisha huko kukutani kakubananisha kama kimchuzi. Na sijaongea, nimekaa tu kimya kama watu tuna siri zenu alafu mnajifanya. Haya, ongea na mimi niongee na ya mwaka asalani. Basi kama ulitoona sijui kamwambia. Kijani Pili, mimi na wewe. Maana una siri yangu na mimi siri yako. Hangaika tu. Kwanza wewe ni damu. Dada yako akijua wewe Malitini anakunyonya mate kule chochoroni, nafikiri utakaa hapo. Utakuja kuchomwa kisu. Mapenzi yanauma. Unahangaika na wanaume wa watu, mimi niko hapa tu nimeganda, niko peke yangu single. Kwa nini usiniona hata mimi? Achana nalo bwana. Haya. Kama unataka nikufichie siri, nipige busu. Jamani. Piga busu, basi kama utaki nenda. Umeridhika? Bado, piga na huku. Nimelewa busu. Sikiliza sasa, ngoja nikufungulie gate, mtoto mzuri. Taratibu, usishike gate jamani. Samahani bosi. Bosi, naona kama mke wako anavuka mipaka juu yako. Gerard, nataka nikuulize swali moja. Wewe umeoa? Sijaoa bosi. Sasa unawezaje kujua yaliyomo ndani wakati wewe haumo humo ndani? Siri ya mtungi ajuaye kata siku zote. Na Ngoso mwachia Ngoso. Wewe kwa nini unataka kujua mambo yasiokuhusu? Kwa nini unataka kujifanya mahususi kwa mambo ambayo yako mbali kabisa na wewe? Basi ungeoa kwanza alafu ungenifuata. Pengine ingeweza ku make sense. Lakini kwa sasa unanipigia kelele. Lakini bosi, mimi naona anavuka mipaka. Hey. Haya ni maisha yangu. It's my life. Hayakuhusu. Fanya kazi yako. Get paid. Go home. That's all. Chadi, mbona kama unatoka? Mimi nilijua tuko pamoja kwenda kumtafuta shemeji yako. Zoezi lako gumu sana bro. Yaani natamani kukusaidia lakini sijui naanzia wapi. Kwa sababu at least ungekuwa na mawasiliano yake. Labda ungekuwa na namba zake za simu. Au kipindi anatoka huko mkoani angekwambia basi mimi nafikia sehemu fulani. Tungejua basi tunaanzia wapi tunamalizia wapi. Lakini ya kutafuta kianalogi. Hatuna chochote tunachojua kuhusu yeye, hatujapatikana wapi. Mimi sidhani kama nitakuwa sehemu ya watafutaji. Mimi na tu nikuachie mwenyewe mzigo wako, pambane nao. Kama kutakuwa bana ka ushauri nitakusaidia, ila kwenda mwenyewe front kabisa. Tansamee bro. Ni kwa nini ushindwe? Hivi unafikiri ni njia gani naweza kuitumia ili niweze kumpata? Sina njia nyingine, ndio maana nimeamua kuhii ya kutembea sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Alafu mzee, hivi kwa nini unamngangania mtu? Yaani unamganda mtu ambaye yeye mwenyewe ameshakutoka kwenye maisha yake. Kwa sababu mpaka amefikia hatua ya kukimbia huko mlipokuwa mnaishi pamoja. Amekuja huko mjini. Maana yake yeye ameshakupunguza kwenye moyo wake. Sasa kwa nini usimove on? Huku kuna wanawake wengi. Na sio lazima mpaka uende huko mtaani kwa utafuta hapa.
Mbona huu mlango majirani zetu au ni uhakika? Yaani ni wewe tu mshike mkono umvute uingie naye ndani. Sasa unaendelea kumfikiria mtu anakuumiza kichwa, anakumaliza energy wa nini? Achana naye. Chadi, hivi umeshawahi kuishi na mwanamke? Hujawahi kuishi kwenye ndoa, na ndio maana unaongea hayo. Yule mwanamke mimi nampenda, na ndio maana nimetoka kule nimekuja kumtafuta ili niweze kurudi naye nyumbani. Na mara mwisho anaondoka, akuondoka vizuri, na hapakuwa na sababu kubwa. Ni vitu tu vidogo vidogo vya kibinadamu. Hivyo basi, kama umeshindwa kunisaidia kumtafuta, mimi nitamtafuta peke yangu, na nina imani nitampata tu. Mimi nakuhurumia sana, kwa sababu kwenye hili jiji kuna watu zaidi ya milioni 7 wanapatikana humu ndani, na kuna manispaa zaidi ya 5. Sasa sijui utaanzia wapi na sijui utamalizia wapi. Anyway, acha nikuache, kwa sababu umesema una imani na unaamini utampata. Wewe endelea kumtafuta. Mimi natoka, naenda kwenye mitikasi yangu, nitarudi baadaye. Lakini tangia umekuja hapa na imani haujachuja, haujapata. Usije ukanibadilikia huko ndani, mara mchelewi nyinyi, mnakula sana miogo kule nyumbani. Nikushauri tu huo mlango hapo, kama nilivyokuambia, kuna wadada 2, na ukiwatumia vizuri, yani ukifanya kama inavyotakiwa, wale wanatoaga mpaka hela nzuri tu ambayo itakusaidia wewe kumtafuta huyo mwanamke wako. Lakini sijajua kwa upande wako kama pia na wewe watakupa hela kama alivyonipa mimi, ila jaribu bahati yako. Gonga, mimi natoka. Kudanga mbele ya mume, ndoa ya pili. Nimekuita hapa shoga yangu, kuna kitu nataka nikuambie. Kitu gani hicho? Hivi wewe una matatizo gani? Maana we kila siku nguo hizo hizo, kila siku minyosho ya Tonde Kilioni. Mandala ndugu yangu ndo usiseme. Hivi hunioni mimi? Unioni mwenzako? Cheki mwenzako, napendeza, nasuka, navaa vizuri. Angalia mwenzio. Changamka ndugu yangu. Hapa mjini kila mtu anadanga. Sasa we kalia hiyo ndio utakindo babako na mamako. Shauri yako. Mwenzako tunaenda kupendeza, wewe unakalia kuvaa magauni haya. Kwa Aisha rafiki yangu, unataka mimi nikadange? Ndio. Lakini Aisha, wewe unajua kabisa mimi nimeolewa. Na unajua ni jinsi gani ninavyompenda mume wangu. Mimi siwezi kudanga kwa kweli. Haya. Wewe hapo sio danga na mimi hapa. Nani ataonekana mtu mwenye thamani? Mimi na wewe, mtu akija kutuangalia. Nani mwenye thamani? Changamka mdogo wangu. Hapa ni mjini. Ndoa mwisho chalize. Sasa wewe bunga hapo. Shauri yako. Basi shoga yangu, mimi nimekuelewa, nitalifanyia kazi. Hapo sawa, ndio maneno. Tuendelee kuni. Kunywa sio kali. Kunywa. Chungu. Mwanzoni kunywa tena. Utakapoendelea kunywa itakuwa tamu. Usiteme. Kunywa shoga yangu, kunywa. Kunywa tena. Amepita baba. Basi mambo si haya kabisa. Sasa maliza yote na wewe. Maliza. Kunywa shoga yangu Kunywa mwaya Unaona vinye tamu?
mambo kama haya. Sasa leo Flora, kati ya siku ambazo uliwahi kuenjoy katika dunia ni siku ya leo. Leo utaenjoy kishenzi. Mahitaji nikupe mahaba moto moto. Nataka nikupige zile zunguka round about. Zipezuka. Zote hizo leo mama utazipata. Kwa hiyo nachokitaka ni wewe kuwa free, enjoy, jisikia amani, na ukiwa na shida yoyote usiogope kuniambia. Sawa baby? Nikunishemu. Mimi naogopa hapa yenyewe nilivyoingia na wasiwasi kwamba dada yuko kinji. Dada yako hawezi kuja kuona. Dada yako hawezi kuingia huko, anaingia kwa tapaki. Sikiliza, kwa salama wako nikipiga hapo chini. Mimi sina upenda hapa tu kwangu. Lakini kumbuka yule ni ndugu yangu. Tumbo moja kabisa, baba mmoja mama mmoja, afa kimyo tena na family. Sitakuwa ni mbaya. Kwa hiyo nizipe milele. Unajua kama unanidanganya. Pesa usijali, pesa kitu gani baby? Hebu tazama uzuri wako na hiyo milioni 1. Mama tusidanganye, unipe tu hela, na shida kwa na hiyo milioni 1. Sina tena maisha shuleni. Nitakupatia pesa, ondoa shaka. Sawa? Nachotaka wewe uwe na amani na ukae ukiwa flexible kabisa hapa ndani. Sawa? Na sio milioni 1 tu. Kama utanipa mapenzi mazuri, mimi nakuahidi hata milioni 2 nakupatia. Nataka unipe raha. Kwani tuongee sana, kwani tusifanye kwa vitendo?